Bali. Sawa. Zima. Vipi? Unatoka shule? Unasoma kweli au ni mchezo? Sawa. Vipi nasikia uko shule kwenye michango? Vipi wewe ushatoa? Hata sijatoa. Ila leo kuna kikao. Kikao, baadhi wametoa, mimi sijatoa. Pole sana. Asante. Pole. Kaka yao. Sasa. Nani? Shakira. Haya, twende nyumbani. Nakushinda. Salama kwema. Baba, nimekutana hapo. Nimekutana hapo kadi hapo. Nilikuwa natoka kwenye pilika zangu hapo, nimemkuta huyo. Narudi kama basi tufuatane. Kuna mtu amenipa. Lakini mimi mtu msimjui. Kaniambia lakini wewe anakujua. Kwa shangazi. Ni kuna vitu naona kama sivielewi hivi. Vitu gani? Kipindi natoka kwenye pilika zangu huko, nimekutana na Shakira amesimama na mtu ambaye katika mazingira ya kawaida, hata kama jamii inamuona, haileti picha nzuri kwa kweli. Na ndio huyo aliyempa hiyo hela aliyokuletea wewe. Sijajua kuna nini katikati yao. Kwani hata wewe umjui? Simfahamu mimi. Labda itakuwa watu wangu wa vikoba. Kama ni hivyo basi sawa. Haya. Mwanangu yaya. Habari za masomo? Habari za masomo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Masomo nimemaliza salama. Nashukuru kwa hilo. Hata mimi nashukuru kumaliza salama. Vipi? Haujaokota okota? Kuokota nini tena? Maana najua saa hizi unaweza kupata vibinti, ukashindwa kumaliza masomo yako, ukapata tamaa zingine. Hamna shangazi, kwa sababu unajua wanawake wanahitaji pesa. Na ndio maana nilikuwa nakomaa katika masomo. Natarajia endapo nitakapoajiliwa. Mbona ni jambo ambalo lipo katika nafsi yangu. Ni kweli mwanangu. Alafu mambo mengine kufikiria sana masuala ya ngono inakuwa ipendezi. Kwanza ulipohitimu salama, mimi nashukuru mwanangu. Hayo mambo mengine yote baadaye. Sawa mwanangu? Sawa shangazi. Haya. Mimi nilijua tena huko unajua ukishamaliza basi labda utatafuta angalau vijitototo hapa urudi nao mtaani. Kumbe umaliza masomo yako vizuri tu mwanangu.
nasubiria tu nikishapata ajira, nadhani sitakuwa na muda mrefu sana, kwa sababu unajua tena na umri wenyewe umeenda huu. Kwa lazima nitamtafuta tu mwenzangu. Ni kweli. Vipi bro? Safi. Nikusaidie nini? Na shida na Mashakila. Okay. Shangazi? Abe. Kuna mgeni wako? Anakuja. Ah. Mgeni wako. Karibu. Shangazi. Naenda bwana, mimi niwache. Songa, umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Nimekuja kwa sababu jambo hili moja. Nataka uniambie mtoto nampata simpati? Sasa unaje nyumbani? Je, mume wangu akikukuta mimi nitamwambia nini? Mimi swala la mumeo alinihusu. Nijibu swali langu. Mtoto nampata simpati? Umpati mwanao na una mtoto hapa. Mimi damu yangu simpati. Sana kwambia kitu kimoja. Hapa mimi siondoki. Kama wewe mumeo atanikuta hapa, nitalala hapa, nitaamka hapa mpaka nampata mwanangu. Sawa, nimekuelewa. Basi utaenda, tutapanga siku tuonane. Sitaki maelezo. Mimi namtaka mwanangu. Hata kama tutaonana, uje kuniambia nampataje mwanangu. Najua wewe ni baba yake, siwezi kukunyima mwanao. Nakuomba nenda, panga siku tuonane. Nakupa siku hizi. Nahitaji jibu. Mwanangu nampataje? Mashakila! Mashakila! Samani, kuna jambo kidogo nataka tuzungumze. Vipi? Unaua kwa matatizo kama haya? Hana matatizo haya. Na shingaa wewe umekuja wewe tu hapa naona ndio iko hivi. Yangu. Naomba nisaidie kunyanyua kwanza. Nisaidie kunyanyua. Basi baba, tamnyanyua mwenyewe basi.
Namshukuru Mungu, naendelea vizuri sasa. Maana mjomba alikuleta katika kipindi ambacho umepoteza fahamu kabisa. Na amesema kwamba ulipata kifunguu kipindi hapo njiani. Ni kweli mwanangu, maana nilikuwa najisikia vibaya, lakini sasa nipo vizuri. Nashukuru kusikia hilo. Naona mwanangu upo kwenye mazoezi. Ni kawaida yangu shangazi, tangu kipindi nilipo chuo nilikuwa nakwenda mpaka gym za kuitia. Ila kulingana na hali za kijijini kwetu huko, kama unapiliwa tena, tunaamua kujifanyia mazoezi huko ndani. Vizuri. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Mjomba huyo? Naam bwana. Ehe. Karibu. Haya, asante sana. Vipi bwana Yaya? Mimi niko poa kabisa. Ndio bwana. Nyumbani. Oh, salama. Basi shemeji. Nipe hali yako bwana. Nasikia unaumwa. Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Basi tangia nashukuru. Vipi bwana Yaya? Tangia juzi tuonane mpaka leo bwana. Mjomba, ndio nilikuwa namaliza mazoezi hapa. Nikasema hapa nikimaliza mazoezi tu, ndio zangu nikaoge, nije kutembelea, ila kwa umekuja tena. Hapa tena naona itakuwa ndo basi. Hapana bwana Yaya, inabidi uje. Jomba bwana, tatizo bwana nyumbani hiyo kweli, nataka kwa sababu nikija kunikoa, nikija pale ni mimi na wewe tu. La haula. Haya, nitafanya juhudi hiyo bwana. Sawa. Basi shemeji, mimi nakuja kukuona tu, mimi narudi zangu. Haya, karibu. Haya. Bwana Yaya. Lini sasa? Hapa tena naona kesho. Haya bwana. Umekuja unaniangalia tu. Sema basi umenitia nini? Kwa hiyo siku ile ulinisimamisha na kuambia kweli mume wangu yote. Sasa wewe unavoice mimi nafanyaje? Au wewe unahisi mimi nifanye nini pale? Na muda gani nimekupa? Nimekupa siku 2 zimeisha. Leo siku ngapi? Basi nilikuwa nakuomba subiri nifikirie, nitakwambia. Mbona mimi sitaki? Yaani wewe sio kila siku nisubirie. Yaani mambo hayo mimi ndio siyaelewi kabisa. Basi naomba nafasi ya mwisho. Jua. Sanga.